Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, hasa wewe ambao unatupata kusini mwa jangwa la Sahara. Jina langu ni Hemedi Lubumba, hii ni IBN TV Afrika na kualika katika kipindi cha Uislamu na Jamii, kipindi ambacho kinatupa fursa ya kuweza kukutana na wataalamu, wachambuzi na wazungumzaji mbalimbali kuweza kunyanyambua na kuweza kuizungumza mada na maudhui tunakuwa nayo hapa mezani. Na leo katika kipindi chetu cha Uislamu na Jamii tunaye Sheikh Mulaba Swaleh ambaye yuko nasi hapa, na tutaendelea na mada tuliyozungumza katika kipindi kilichopita, moto wa fitina unaowashwa dhidi ya umma wa Kiislamu ulimwenguni. Na hii ni mada ambayo ina unyeti wake, na hivyo tumeona kwamba tuendelee kuzungumza ili kuweza kugusia baadhi ya mambo mengine ambayo huenda kwa namna moja au nyingine katika kipindi kilichopita hatukuweza kuyagusia. Niko hapa na Sheikh Mulaba Swaleh. Sheikh Mulaba, karibu sana. Asante. Labda tu mpenzi mtazamaji niweze kukumbusha kwamba katika kipindi kilichopita tuliweza kuzungumza kwa mapana. Sheikh aliweza kutueleza kwa mapana malengo na makusudio na namna gani moto huu wa fitina unawashwa dhidi ya ulimwengu wa Kiislamu, hususan wewe Muislamu au mfuatiliaji wa mambo ya habari. Unapotizama katika ulimwengu wa Kiislamu unaona kuna machafuko mengi, mauaji ya kimbari, watu wanauana hovyo, makundi yanapigana bila kuwepo na sababu za kimsingi, lakini kama tulivyosema kwamba ni fitna ambayo inasababishwa na makundi na maadui wa umma wa Kiislamu. Na tukawa tumezungumza malengo yao, na shekhe akawa ametuhadharisha na kutupa tahadhari kwamba kuna umuhimu wa kujihadhari na watu kama hao ambao lengo lao ni kutumaliza sote kwa maslahi yao wao, yao ya kiuchumi, ya kisiasa au ya kijamii. Na leo tunaye Sheikh Mulaba Swaleh tukiendelea kutizama namna moto huu wa fitina unavyoenezwa ulimwenguni na tukizingatia kwetu Tanzania umeweza kutufikia. Sheikh Mulaba, karibu tena. Asante. Sheikh, tuliweza kuzungumza katika kipindi kilichopita kuhusiana na moto huu wa fitina ambao bila shaka uliueleza kwa mapana vizuri kabisa, na tukawa tumewaahidi watazamaji kwamba tutaendelea hususan tulipofika katika wale video ambao wamekuwa wakitumika hasa kuweza kuwasha moto huu. Clip zao ndo zimekuwa zikitumika sana kuweza kusambazwa, kina Yasir Habibi. Watazamaji wanataka kumjua Yasir Habibi ni nani? Ndio bana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطهار ورضوان الله تعالى على أصحابه الكرام المنتجبين ورحمة الله على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Tulikuwa tunazungumzia hawa watu ambao wanaotumika kusambaza hizi fitna, na tukawa tumegusia mmoja katika hawa ambaye ni Yasir Habib, ambaye makazi yake hivi sasa yako Uingereza, London. Tumesema tu kwa mukhtasar kwamba huyu ni mwananchi wa Kuwait ambaye kijana aliozaliwa mwaka 1979 na alisoma pale chuo kikuu cha Kuwait mpaka akapata shahada ya kwanza, maana yake amegraduate pale. Alafu baada ya hapo akaenda Kuma akasoma. In fact hatujui miaka mingapi, lakini amesoma tu. Baada akarudi Kuwait akaanza kusakama maana yake zile itikadi nyeti za Masuni. Kwa hivyo kule kutukana na kuambia Mashia wanawajibika kutukana. Kama tulivyosema, watu wameishi kwa amani, kwa usalama, ndio jamii ya Wakuwaiti, wako Mashia wengi tu pale. Mambo kama hayapo. Unafahamu? Ndivyo tulivyoishi. Kila mmoja anaheshimu itikadi za mwenzie. Hata unaishi na Sunni, unajua kwa yeye kama Sunni itikadi yake anaamini Abu Bakar ndiye khalifa wa kwanza. Na tunasema kuna green light na kuna red light. Kwa hivyo ukigusa hapa ni kwamba wewe unatafuta vurugu, unataka fujo. Basi akaanza kufanya kazi hiyo. Basi hakutosheka mpaka kumtukana Ummul Mu'minin na Bibi Aisha ridwanullahi ta'ala alaiha, mpaka ikafika mahala ambapo serikali ya Kuwait ikambana, ikamhukumu miaka 15 jela. Lakini kama tulivyosema akatoka kiajabu na hakuna lomshika mpaka kafika Iraq karuka mpaka London kaingia na hakushikwa. Kwa hivyo alipofika London
Yasser Habib, tunashtuka ni kwamba ni mtu ambaye ana uwezo, anaweza kanunua eneo ambalo lilikuwa la kanisa katika moja ya vijiji vya nje ya London, sehemu ambapo wako watu wenye kujiweza vizuri, kanunua eneo paundi milioni 2, sio hela ndogo. Paundi milioni 2. Paundi milioni 2 ni hela tu za kutosha, ni nyingi. Kwa hivyo alizipata wapi? Mara tu hivi kanunua pale mahala. Tayari ana center, ana TV station, amepewa kabisa na leseni. Na leseni aliopewa manake amepewa na ile mamlaka. Ni muhimu sana ya masuala kuelewa, maana amepewa kabisa mamlaka ya kufanya matangazo yake kwenye TV yake ambayo inaitwa Fadak. Na mamlaka ya Uingereza ambayo ilompa leseni inaitwa Ofcom. Manake ndio shirika ambalo Ofcom, manake the Office of Communication. Ofcom. Kwa ni shirika ambalo la kiserikali liko chini ya mamlaka ya serikali katika manake nini tunasema ku regulate, yani ndio TCRA yao, ndio TCRA ya hapa. Kwa hivyo kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinafuata taratibu na maadili ya utangazaji. Hapa ndio penye swali. Maadili ya utangazaji na kuhakikisha kwamba huvunji sheria ya nchi. Unaona bana. Kwa hivyo na utaangalia pia ni masuala ambayo kila mmoja atazame na ajiulize. Mtu anaweza kutangaza vitu vya hatari kama hivi, vitu ambavyo vinaleta vurugu na chokochoko na balaa mpaka mauaji. Nyinyi mbona hamfuti leseni yake? Mbona hamumziwi? Maana hili ni jambo ambalo kila Muislamu, tunasema maulama, tunasema wenye dhamana ya kuongoza umma huu, tunawajibika kuliangalia jambo hili na kulisoma vizuri. Uingereza kuna sheria ambayo inakataza masuala ya kutangaza vitu ambavyo vinavoleta chuki ndani ya jamii, hususan baada ya yale matokeo ambayo ni ya 11 September. Kwa hivyo ni vitu ambavyo sheria zinapinga, manake wewe kuwa unasambaza fikra, ideology ambazo zinaleta chuki, zinaweza zikasababisha mauaji na kuleta balaa ndani ya jamii. Kwa hivyo huyu bwana mkubwa akapewa leseni na kuanzia toka alipoingia mpaka leo hajaguswa na anaendelea kutangaza matangazo yake haya pamoja na watu kupiga kelele. Unaweza kufikiria kwamba tasawwur ya kwamba serikali ya Kuwait imefuta uraia wake kwa maana watu wamechukizwa, hususan alipozungumza kumtusi na kumkejeli Bibi Aisha. Serikali ya Kuwait imefuta uraia wake. Pamoja na yote hayo, manake hana tatizo London. Hana shida, anaendelea tu kusambaza hizo sumu na fitna ndani ya umma wa Kiislamu. Ameachiwa na hakuna kumgusa. Hapo atakwambia there is freedom of speech. Baba, hiyo freedom of speech mbona ina mipaka yake? Kama unazungumza siku na namna ya kuzungumza, tutafika, kwa sababu tutaulizana Uislamu unatufundisha nini? Hao Ahlul Bait wenyewe wanatufundisha nini na walifanyaje? Kwa hivyo Yasser Habib akawa tayari ameanzisha ile center yake pale London na matangazo na kila kitu, na anaruhusiwa kufanya mpaka demonstrations, akafika akazungumza nje na nini, kila kitu anafanya. Na mpaka ukiangalia jambo la ajabu ni kwamba Yasser Habib watu wanaelewa fikra zake na mitazamo yake anavyozungumza ni kuzungumza kwamba lazima, kwa mfano twende tuishike Maka, twende tuishike Madina, tuwaondoe hawa hawa watu ambao yeye anawaita ni mabakri. Na kidogo napenda wasikilizaji watuelewe, wanatutazama kwamba Yasser Habib anatumia maneno ambao ni matusi kabisa, na ameweka kwamba ni misamiati yake. Lakini maneno haya manake hayana ule ukweli, ni kama vile kumtukana mtu. Maana anasema ni bakri. Kwa maana Masuni ni mabakri. Wao hawamfuati mtume.
wanamfuata Abubakar. Abubakar ambaye kwa yeye anavyomtangaza ni mtu wa motoni, ni mtu ambaye kila aina ya uchafu amesha kumpaka. Kwa hivyo masuni ndio hao, ni wafuasi wa mtu huyo, si wafuasi wa mtume. Kwanza utaangalia tu kwamba manhaj na utaratibu ambao umesimama katika uongo na uzushi kiasi gani. Maki mtu mwenye akili zake utamuhitaji Muislamu si mfuasi wa mtume. Kivipi? Kisha anakuja kwa mashia sasa. Hakuishia kule, anakuja kwa mashia. Mashia wasokuwa yeye. Unaangalia ile misimamo ya kiwahabi. Misimamo ya wale masalafi wenye mapambano. Kwa masalafi ambao wametulia. Masalafi ambao wana ugomvi na mtu. Wako masalafi extremists walopindukia mipaka. Msokuwa sisi. Sisi ndio tuko kwenye haki. Ndio wenye kufuata Uislamu sahihi, wengine wote wamepotea. Wanawakufurisha wengine. Kwa hivyo na yeye ana misimamo ile ile. Kuna mashia feki. Mashia sahihi ndio sisi ambao wenye kutetea haki kwa kuwatukana na kufanya tabara ya wale wote ambao waliofanyia uovu Ahlul Bait. Anavodai yeye. Kwa hivyo yeye ndio Shia na wenye kumfuata ndio mashia, na wenye kufuata ule utaratibu wa kutukana na kuzungumza wanayozungumza ndio mashia. Hawa wengine wote anaitwa ni mabatri. Yani albatria. Yani batara. Abtar. Kwa maana wewe ni mtu ambaye unayemwamini Imam Ali alafu unashikamana na maadui wa Imam Ali. Ndio anavyosema yeye. Kwa maana masuni ni maadui wa Ahlul Bait. Ndio maneno yake haya huyu mtu. Yani ni maneno ambayo hayana ukweli. Ni maneno mabaya, Sheikh. Ndio mtu anauliza kama mtu anayemjua Imam Shafi ambaye ni Sunni, kuna Shia au kuna nani ambaye alizungumza maneno ambayo yanayozungumzia wala li Ahlul Bait kama Imam Shafi? Leo mtu huyu muite kwamba ni adui wa Ahlul Bait. Ala, kwa misingi gani wewe? Angalia hii mantiki ya mtu huyu ambaye kabisa ni mpotofu. Unaangalia sijui maana ukikaa unasema ya Rabbi ni muite namna gani huyu mtu? Manake vipi utamuita mtu wa sampuli hii? Yani, anajua Uislamu kiasi gani huyu mtu? Na kisha huu ni ukweli gani huu ambao huko nazungumza wewe ni Shia, wengine si mashia, ni mashia bandia. Kwa hivyo Waislamu waelewe, masuni kwa mashia waelewe ni aina gani ya hatari ilokuwepo ya mkondo huu na fikra hizi. Yani mtu anakuja maana kama itafika mahala ni kwa ni aina fulani ya kuwakufurisha mashia wote wasokuwa yeye. Ni ile manake kama vile walivyotengeneza utakfiri ndani ya usuni, shekhe, ndivyo wanavyotengeneza utakfiri ndani ya ushia. Yani ili kundi litafika mahala linakuwa kubwa. Na kwa sababu shekhe, unajua nitakwambia kitu kimoja. Maana wenye kusoma philosophy, wenye kusoma psychology wanaelewa. Ndiyo. Unajua Waislamu wanawachukia makafiri. Yani tumejengeka hivyo. Kwa makafiri wanatupiga vita. Kwa akijitokeza mtu akianza kuwika maneno tu, makafiri nini, basi watu wanavutika. Na in one way another unaweza kaangalia ile movement ya usalafi ya kusema kwamba tunapigana jihadi, tunataka kuondosha ule ukafiri na hivi, ndio ilosababisha vijana wengi wakavutika. Angalia leo hata wale ambao wana maskini ya Mungu wanaovutika ni kwa sababu wanaopenda Uislamu wao na wanaambiwa nyinyi mnadhulumiwa, makafiri wanataka kufanya hivi dhidi ya Uislamu. Kwa hivyo wanatumia gia hiyo kuweza kuwa recruit vijana katika jihadi. Kwa sisi ndio wenye Uislamu, tunapigania Uislamu, wengine wote hawa wameusaliti Uislamu, sisi tumeshika silaha ndio tunapigania Uislamu. Kwa ni swala ambalo ni la hatari sana. Kwa wanatengenezwa watu wa sampuli hii, wanawika, wanapeleka maneno kama haya, wameachiwa wayasambaze, wameachiwa kwa makusudi. Kama ingelikuwa serikali ya Uingereza inajua haki za watu na kuheshimu itikadi za watu, kwa sababu haya anayoyafanya huyu nani Yasser Habib yanazidi yale ya Salman Rushdie.
ni matusi dhidi ya Waislamu wangapi duniani. Ikiwa ukiangalia Mashia, ukiangalia Masuni, leo tukizungumzia bilioni moja na milioni 600 let's say, au zaidi ya hapo, it means Mashia wako wangapi? Kunazungumzia mtu anatukana itikadi za watu, anagusa hisia za watu duniani zaidi ya bilioni 1, na mtu yamekaa London na wanamwachia, hakuna mtu anayemgusa. TV yake inaendelea kusambaza vitu hivyo, uchafu huo na sumu hii ndani ya umma wa Kiislamu, wamemwachia. Mpaka leo yamefika wapi? Tanzania, Dar es Salaam hapa. Tuko tunapelekeana clips hizi, watu wanaangalia, kwa kweli yanaumiza. Wewe ni Msuni, unasikia mtu amtukana Abubakar namna hiyo, amtukana wewe ni Muislamu, wasikia kabisa hii ni ird Rasulillah. Ndio habari zinazotangazwa namna hiyo. Basi hata ile ghira, wewe ni Muislamu. Sasa wanaofikiria wasoko Waislamu wasemeje? Mimi wanawaambia, nasema jamani, wasoko Waislamu waseme vipi? Yaani huyu mtume alikwenda kuwa mwanamke wa sampuli, ilikuwaje? Hata huogopi wakikuuliza hivyo, utasema nini? Alikuwa hajui wanawake. Maki huogopi kwamba ikifika mahala wasoko Waislamu watakuuliza ilikuwa vipi? Utajieleza vipi? Kinao ni masuala mengine. Kwa hivyo hii ndio hatari ya huyu mtu Yasser Habib. Na ukiangalia tunasema ule utakfiri wa Kishia, ndio watu hawa kwa kweli wanatengenezwa vizuri watu hawa. Na ukiangalia manake yale zile tamko zake, maneno anayozungumza ni hivyo, wasokuwa sisi ni Mashia feki. Sasa unaweza ukaangalia anafika wapi na mtu huyu asivyokuwa na mipaka. Yasser Habib hana mipaka. Na sisi tunaangalia kwa upande mawahabi, unaweza kaona ile manhaji ya kiwahabi. Mwahabi akianza kuzungumza na wewe, hata kama ulikuwa una elimu kiasi gani, hana ile ihtiram. Hakuna kitu kinachoita ihtiram katika wahabi. Especially ukikosana naye tu, anaona kwamba wewe si chochote, si lolote, hata kama una madigrii. Sheikh, utaona mtoto mdogo kenda Madina juzi kasoma au kasomeshwa katika chuo cha kiwahabi, mkikhtilafiana kidogo unaona namna gani ile suul adab, maana hakuna adabu. Basi hapa ndipo unapojiuliza, Yasser Habib, wewe umesoma nini katika kusoma? Hebu tueleze, utuonyeshe shahada zako wewe. Wewe una ka degree ka political sciences katika chuo kikuu cha Kuwait. Wewe Yasser Habib umekwenda Iran, Qum, umesoma miaka mingapi? Leo Yasser Habib anarudi. Yani huyu mtu hana mipaka shekhe. Maana huenda Masuni wakasema atukana, lakini ukiangalia namna anavyotukana ushia Yasser Habib, shekhe ameacha nini katika ushia? Maana yake kamwacha nani ndani ya ushia? Maana ni kule tu kusema mimi na watetea Ahlul Bait, ndio hapo amebakia ule ushia wake. Lakini akitoka hapo sasa, kamwacha nani ndani ya ushia? Huu ushia tunaojua leo sisi, ambao umesimamishwa na maulama Iraq, umesimamishwa na maulama Iran, katika hauza ya Qum, hauza ya Najaf. Hizi ndio hauza zilizozalisha maulama ndani ya ulimwengu. Unapozungumza ulimwengu wa Kishia, vitovu ni Najaf al-Ashraf, ni Qumul Muqaddasa. Niambie pale kamwacha nani katika hivi vitovu vyenyewe ambao vinavyozalisha maulama na ule ushia ulimwenguni? Ni sawa sawa na vile unavyoona katika unaposoma ule historia ya ule usalafi, ule uwahabi. Hata ukiangalia Misri, wale masalafi wameifanya ile Azhar kama vile ni kitu ambacho hakina thamani. Na wale maulama wal Azhar ni watu ambao hawana chochote wala si lolote. Maana watu wenye kujua dini na kupigania dini na masalafi ni wao. Al Azhar hamna kitu pale. Sasa inakuja ni hivyo hivyo. Ndivyo mkondo
na manhaji ya Yasser Habib. Kwa hivyo utaangalia. Naam. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika na kipindi cha Uislamu na Jamii, niko hapa na Sheikh Mulaba Swaleh. Tunaendelea kutizama moto wa fitna anayokabili ulimwengu wa Kiislamu, unaowashwa dhidi ya ulimwengu wa Kiislamu ule hivi sasa ulimwenguni, na bila shaka utakuwa umemuelewa vizuri sana Sheikh katika swali nililokuwa nimeweza kusana Yasser Habib nani. Kwa muhtasari ameweza kutueleza Yasser Habib ni nani, na lakini tu cha muhimu ambacho mpenzi mtazamaji lazima uende nacho na ujiulize kwamba angalia safari ya Yasser Habib kutoka Kuwait kwenda Qum, kutoka Qum kurudi Kuwait, na yaliyompata kutoka gerezani, na kutoka gerezani kufika Iraki mpaka kufika London, na kuwa na miradi mikubwa kama hii ambayo anaiendesha hivi sasa ya kuweza kuwatukana na kuleta fitna na kufitinisha umma wa Kiislamu. Nani aliye nyuma ya Yasser Habib? Na iliwezekanaje Yasser Habib kutoka gerezani? Na aliwezaje kuingia London? Tunajua taratibu za nchi za Uingereza jinsi gani walivyo, lakini vile vile aliwezaje Yasser Habib kuweza kuwa na rasilimali za kuweza kuanzisha kituo na kuweza kupata hayo yote aliyoweza kufanikiwa katika kuweza kuleta fitna na machafuko ndani ya umma wa Kiislamu. Lakini kikubwa ni hiki ambacho amekizungumza Shekhe, serikali ya Uingereza ipo, inaona na inasikia yanayoendelea, lakini kwa nini haijaweza kuchukua hatua kama hizo? Haya ni mambo muhimu sana mpenzi mtazamaji kuweza kuyafanyia utafiti na kuweza kujiuliza kwa kina zaidi. Sheikh Mulaba, hebu tupe baadhi ya tu ya mambo ambayo Yasser Habib amekuwa akiweza kuyasambaza katika ulimwengu. Kwa kweli narudia na naomba wasomi na hususan mashekh maulama waende kwenye YouTube waangalie namna gani huyu mtu anavyozungumza dhidi ya Waislamu kiujumla, na namna gani fikra zake mimi nilivyozifanyia manake tahlil, nilivyozichanganua, utaangalia kwamba huyu mtu malengo yake kama nilivyosema ni kuweza kupambana na ushia. Wasiseme kwamba ni kupambana na usuni, ni kupambana na ushia. Ni kuhakikisha kwamba anajenga chuki ya masuni dhidi ya ushia. Maki mimi mtazamo wangu ni kuhakikisha kwamba Yasser Habib anatengeneza mazingira ya masuni waje waumalize ushia. Ndipo tunasema tunapelekwa wapi Waislamu? Hii ndio njama ilokuwepo. Maana watengenezwe masuni, watengenezwe mashia, waweze kumaliza ule ushia au ule msimamo. Kwa sababu ushia ni ushia upi unamalizwa hapa? Yaani ingelikuwa kwamba mashia wamenyamaza, wana tatizo, wala hakuna serikali Iran, wala hakuna hivi, ingelikuwa vurugu zote hizi hakuna. Kwa sababu wakati Iran alipokuwepo Shah wa Iran hatukuona matatizo haya. Ni wakati kunakuja mfumo huu unaosimama dhidi ya ukafiri, unaosimama dhidi ya ushirikina huu, ndipo tunapoona mbinu zote hizi zinafanywa. Kwa hivyo ni mbinu zinazofanywa kwa maslahi ya kuvunja nguvu iliyokuwemo ndani ya umma wa Kiislamu ili usimame ukafiri. Ili ni jambo ambalo kila Muislamu lazima aelewe. Wote ambao tunasema tunaupenda Uislamu wetu, tuelewe kwamba tatizo ni hili. Kwa hivyo Yasser Habib anaweza kuwa anatukana huko mukaddasat za masuni na nini, lakini lengo ni nini hasa? Yani kuleta mapambano. Maana ule ulimwengu wa kisuni uone kwamba hawa ni maadui. Wakati tunapozungumzia umoja na kujenga umoja wa umma wa Kiislamu, tuweze kusimamisha Uislamu, kupambana na kila aina ya ukafiri na ushirikina ndani ya umma wa Kiislamu, huu ukafiri na ushirikina uko na jenga mbinu za kuweza kutusambaratisha. Sasa angalia mathalan maneno ambayo Yasser Habib anayazungumza dhidi ya maulama wa Kishia. Kwa mfano Yasser Habib, Sheikh wezu kamini,
ulimwengu wa Kiislamu, katika watu ambao wamekuwa wenye kuthaminiwa ni al-Imamu al-Khomeini. Acha mbali huu mkondo wa Kiwahabi. Lakini utaangalia wale watu ambao walikuwa katika mapambano ya Kiislamu kuhakikisha kwamba Uislamu unasimama, wote wali support yale mapinduzi ya Kiislamu ndani ya Iran. Si Al-Azhar peke yake, lakini utaangalia maulama sehemu mbalimbali, Tunisia, Algeria, sehemu mbalimbali wali support yale mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kwamba ni mafanikio ya Waislamu. Huyu Khomeini, Yasser Habib anasema ile nidhamu aliyoasisi Khomeini ndani ya Iran si nidhamu ambayo ni ya Kiislamu, bali ni ya kibatria. Manake sio nidhamu ya mashia sahihi. Manake mashia sahihi ni yeye. Ile ni nidhamu ya kibatria. Nafikiri nilishaeleza neno batria, lakini kwa faida ya wasikilizaji turudie. Manake batria ni kwamba batara, huyu mtu amekata, sawa, anadai kwamba anasema ana mapenzi ya Ahlul Bait na Imam Ali, na wakati ule ana mapenzi ya Abubakar na Umar na Uthman. Hadha ndio nidhamu ya batria. Kwa hivyo ile nidhamu iliyokuwepo Iran sio nidhamu ya ushia. Sasa hapa we mwenyewe uchanganue huyu mtu anataka kuwafundisha mashia kitu gani? Lengo manake mpaka kwenye mzizi, manake Ayatollah Khomeini hakumwacha, na mapinduzi ya Kiislamu ya Iran hakuyaacha, na zile fikra ndio lengo lake. Sasa angalia hatari hii Sheikh, namna watu wanavyojua kutuingilia. Huu ni Ayatollah Khomeini. Sasa ukifuatia utaangalia anazungumza kwamba Hizbullah akizungumzia Iran kila wakati utasikia anasema hawa hawana ushia. Unasikia bwana? Hawa hamna ushia kabisa. Utasikia anazungumza ya kwamba hawa watu ndio sababu ya matatizo ya mashia duniani. Yaani ikiwa shia atauliwa Pakistani, ikiwa shia atauliwa mahala fulani, sababu ni ile nidhamu ya Iran, na tatizo ni Hizbullah. Kwa hivyo mashia kama wanapata tabu duniani au ushia katika shida leo, shida na chanzo ni nini? Ni Iran na Hizbullah. Sasa uniambia hapa huyu mtu anataka kuwafundisha mashia kitu gani? Maana wauchukie ule ushia, wachukie ile nidhamu ya Iran. Kwa hivyo malengo yanafahamika, ni maswala kabisa mtu amekuwa amewekwa pale, amekuwa planted. Lengo hasa ni malengo ya kisiasa, na unajua kwa faida ya nani? Ni ya wale makafiri, ni ya wale washirikina ambao wao nidhamu ile ya Kiislamu ndani ya Iran ni mwiba. Huyu ndio Yasser Habib. Hizi ndizo plan. Sasa angalia, hachoki hapa, anaendelea. Ndani ya Iran leo kiongozi alofatanya akashika, maana tunasema alioshika kijiti baada ya Khomeini akapewa kijiti, ni Ayatollah Khamenei. Sheikh, wewe ukaamini hiki kijogoo hiki, huyu mtu huyu, yani Sheikh, huwa tukizungumzia mawahabi hawana adabu. Hebu muangalie Yasser Habib, afu muangalie Ayatollah Khamenei, muangalie Ayatollah Khomeini. Sheikh, hapa ndipo tunasema maulama ndani ya umma huu na watazame, si maswala tena ya kuangalia kiurahisi rahisi. Leo utasikia ukizungumza na kijana mdogo wa Kiwahabi, kwanza hawezi kukuita Sheikh, pamoja na elimu yako ulikosoma Sheikh, watu wanakuita Sheikh, hakuiti Sheikh yeye. Utasikia wewe mulaba kitu gani wewe? Yaani hakuna adabu Sheikh. Huyu mtu kasoma nini hiyo? Sababu muangalie Yasser Habib, kisha muangalie Khomeini. Angalia nyuma ya Khomeini walikuwa maulama wangapi waliomsomesha.
Angalia maulama wangapi walomkubali Khomeini. Leo kijogo hiki kinasimama kinasema Khomeini batria na nidhamu aliyoasisi batria. Ala Yasser Habib, ala huyu mtu vipi? Sasa aloshika kijiti cha Imam Khomeini, Ayatullah Khamenei, Sheikh wazi, watu watazame kwenye video, wazi wazi anazungumza huyu kijana huyu kijogo hiki. Ana kijogo wanasema kajogo au kajogo. Kajogo haka anasema nini? Anasema Ayatullah Khamenei fasiq, munharif, taghi, taghut. Wazi kabisa katika maneno yake anazungumza wazi kwa ufasaha, ametulia Sheikh. Ayatullah Khamenei fasiq, yani ni fasiq. Huwa munharif, yani amepotea, hakuna ushia pale. Huyu mtu ni taghi, yani ni kiongozi ambaye anasimama kwa kutumia uhalifu na kila aina ya uovu. Kuna wakati mmoja Ayatullah Khamenei alikuwa mgonjwa, nafikiri mtakuwa mnakumbuka. Basi kuna mtu anamuuliza, unajua ni vitu wanavyoviandaa alafu wanavisambaza. Anamuuliza kwenye clip, anamwambia Ayatullah Khamenei unamwombea, yeye ni mgonjwa. Anasema wallahi naomba Allah amuangamize, an yuhlikahu. Fa kaifa nadu li rajulin taghi taghut? Tutamwombeaje mtu wa sampuli hii? Hebu niambie kajogo haka. Haya, ukimsikia Yasser Habib anapozungumzia mtu kama Ayatullah Makarim Shirazi, Ayatullah Makarim Shirazi, Ayatullah Makarim Shirazi ni moja katika maulama wakubwa Iran. Huyu pia hakumwacha, mwandishi wa tafsiri al-Amthal, tafsiri yake maarufu al-Amthal na kadhalik. Wenye kumsoma wanajua ni kichwa hiki kimekaa vipi. Hakumwacha kajogo waka. Sasa Sheikh, utashangaa ninapokuambia kwamba Yasser Habib hakumwacha mpaka huyu mtu ambaye usitamgusa wapi, Ayatullah Behjati, mpaka huyu kamgusa. Watu wote wanajua huyu ni waliyullah, ni arif billah. Na katika mambo ya kisiasa na nini hayumo na nini, lakini akaenda kamgusaje huyu? Anavyozungumza, anavyomkejeli kwenye clip, unasikia unatetemeka Sheikh. Unasikia unatetemeka. Sasa huyu kamwacha nani? Maki hata hao manake unasema jamani, maki unasema huyu kweli ndio Wahabi wa Kishia. Na umezidi, yani huyu kazidi tena. Maki hakuna adabu mpaka na maulama wako. Wewe ni Shia wa aina gani? Kisha unasema ya Mahdi. Sasa tunauliza katika umma huu, tuonyeshe wewe unawajua maulama ambao tulohusiwa sisi na Imamul Mahdi. Wewe tuambie. Ikiwa hata Behjati, Khomeini, nani wote hawa hawafai, ni wewe kajogondo na ufaa, ndo leo na ushia wewe ambaye ulinzi wako ni London na pesa sijui unapata wapi na kazi yako ni kutukana. Unasikia kwanza hata kuzungumza mtu huyu, yani unasikia tu kwamba kama sijui kwa nini yani tuzungumze mtu huyu. Haya, huyu bwana mdogo huyu, hii tukizungumza mako utaelewa kwamba katika ushia hakuacha kitu. Sasa angalia unapozungumzia Palestine. Sasa ndio utajua kuna nini nyuma yake sasa. Ikiwa fikra zako na mitazamo yako ni hii. Maka naandaa vipindi naulizwa kuhusu mtazamo wako kuhusu Hamas, kuhusu ukombozi wa Palestina na nini na kadhalika. Unajua anajibu nini? Anasema hivi,
Kuhusu Palestina ni kwamba wale wa Palestina wanaopigania kukomboa Quds, yani ukizungumzia vile vikundi vya Hamas, ukizungumzia vile vya jihad vya Fath na nini, Jabhu Tahrir na kadhalika, anasema vyote hivi hamna lolote. Hivi ukweli ni kwamba vikusanye vyote, weka katika dustbin. Hivi wanazungumza Yasser Habib Sheikh, anasema fi salati qumam, kusanya weka huko, hamna kitu na havifai vyote. Kisha anasema hawa watu ni manasibi. Sheikh, ndio nakwambia mtu anayejua Uislamu, Sheikh anamsikiliza mtu huyu, anasema huyu mtu haya maneno anayaelewa au ni makusudi tu? Sasa huo unasibi wa masuni unatoka wapi? Sisi tunajua maulama wa kisuni wanawalani, manake hawawakubali manasibi. Wanajua kabisa kwamba kuna nasb, kuna watu ambao walikuwa kazi yao ni uadui wa Imamu Ali dhidi ya Imamu Ali na ahli albayt. Maulama wa kisuni wanajua na wanajiepusha na manasibi, na ili jambo wanalipinga, wanalikata. Wewe Yasser Habib umesoma wapi? Tunakuuliza. Yani leo ukienda Al-Azhar, ukienda mahala popote, watakwambia unasibi ni kinyume kabisa na imani ya Uislamu. Huwezi kumkataa, huwezi kumkataa Imamu Ali, huwezi kusema dhidi ya Imamu Ali wala ahli baiti Rasulillah, bali hadithi zinasema tumpende Ali na ahli baiti Rasulillah. Itafaqna ala dhalik, masuni kwa mashia. Sasa unasibi wa masuni unatoka wapi? Kiasi waite kwamba Hamas ni manasibi. Huo unasibi lini? Ndio naangalia shekhe mmoja anasema ukifika Gaza utakuta kwamba wafuasi wa Gaza wengi wote pale ni wafuasi wa Imam Shafi'i. We Yasser Habibu, unaweza ukayafikia mapenzi ya Imam Shafi'i kwa ahli albayt kwa kudai ushia wako huo? Je, unajua shekhe historia ya Imam Shafi'i na namna gani Imam Shafi'i alivyolelewa na ahli baiti Rasulillah, na namna gani Imam Shafi'i alivyowaenzi ahli baiti Rasulillah? Nenda Misri kamuulize, nenda Misri tumuulize ya Sayyida Nafisa, man huwa Imam Shafi'i? Hii scholarship ya mtu huyu wanatusumbua namna hii, man huwa. Na wanasema angalia namna gani watu wanapojua kutafuta watu na kusumbua umma wa Kiislamu. Maana ukiangalia hana kichwa la miguu. Wao unamjua Sayyida Nafisa man hiya? Leo inakuwaje ahlu Gaza wanakuwa leo ni manasibi? Wewe unatoa wapi ya maneno? Kwa misingi ipi? Kwa dalili gani? Wafuasi wa Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, wewe umetunga beti zinazoonyesha mapenzi ya ahli albayt kama alivyotunga al-Imam Shafi'i? Huna matusi, kejeli, hakuna adabu. Ndio hii. Kwa hivyo Hamas, jihad, yale makundi yote yanayopigania kuikomboa Palestina, watu wamekubali shida na tabu, hawakuikubali Israeli. Hawa watu wote kusanya ni toilet paper, weka ndani ya dustbin. Hawafai na wasisaidiwe, na anayewasaidia dhalim. Kisha shekha anazungumza vitu, anasema hawafai kwa sababu wao wanapiga makombora yanakwenda kuwaua watu ambao hawana hatia katika Israeli. Angalia maneno yake. Huyu ni Yasser Habib Sheikh. Sasa ukiangalia huyu mtu, hii ni kuhusu Palestina, ukiangalia anasema Hamas ni magaidi. Sasa utajua anafanya kazi ya nani. Maana amepata mtu, yani hawa watu wenye kutaka kuishika, maana wanaoitaka ile Palestine, wamepata mtu hasa wa kuwapigia debe. Na ikiwa leo shiar ya Iran ni Palestine, shiar ya Hizbullah ni Palestine, piga huwa tutakufa, sisi tutaikomboa Palestine. Leo angalia mshia huyu anadai ushia, shiar zake zikoje dhidi
kuhusu Palestina ambao ni ardhi muqaddas, ambapo ni muqaddasat za Uislamu. Asante sana Sheikh. Mpenzi mtazamaji wa Binti Afrika, na kipindi cha Uislamu na Jamii, niko hapa na Sheikh Mulaba Swaleh. Tunazungumzia moto wa fitna unaowashwa hivi sasa ulimwenguni dhidi ya umma wa Kiislamu, na bila shaka utakuwa umemuelewa vizuri sana Sheikh Mulaba kuhusiana na Yasir Habibi na yale ambayo amekuwa akiyaeneza na kuyasambaza ulimwenguni, ambao ni moto na ni fitna ambayo anachochea baina ya Waislamu na kuleta vurugu na mifarakano baina ya umma wa Kiislamu. Sheikh Mulaba, hebu turudi kwa Ahlul Bait. Shia anajinasibu na Ahlul Bait. Ndio. Tunachukua mafunzo kwa mtume kupitia Ahlul Bait. Ndio. Na mtume mwenyewe Ahlul Bait kina Amirul Mu'minin na wengine ndio kioo chetu ambacho tunaweza tukajiweka mbele tukasema tunachukua hiki. Ndio. Upi msimamo wao juu haya njia hizi ambazo anazitumia Yasir Habibi? Taban tunasema Waislamu kiujumla na tukiwemo sisi Mashia, sote wajibu wetu ni kuwapenda Ahlul Bait, na kuwapenda ni kwa sababu tunawajibika tuwafuate. Sasa tunajiuliza, kweli tunakubali sisi Mashia tuna mitazamo tofauti na ndugu zetu Masuni, hususan katika swala la uongozi? Na imani yetu ni kwamba Ahlul Bait moja kwa moja wanarithi uongozi kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini umma ulitawaliwa na ukaongozwa na khalifa wa kwanza Abu Bakar, wa pili Umar, wa tatu Uthman, wa nne Imam Ali. Ishu tunasema historia iko wazi, na hawa wenye kuleta fitna hizi watuonyeshe ni wapi Imam Ali alikuwa akifanya kama huyu Yasir Habib anavyofanya leo. Yeye ameyapata wapi? Hao Ahlul Bait, manake Imam Ali ambaye anajinasibisha naye Shi'atu Ali, hebu tuonyeshe Ali alifanya kama unavyofanya wewe. Leo wewe tulishagusia manake. Tuonyeshe ni wapi, kama unazungumza kushirikiana na ndugu zetu wa Sunni ni ubatria, basi mtu ambaye ni batria wa kwanza ni Imam Ali, ambao unasema unadai wewe ndio unayemfuata wewe. Manake hebu atuletee, sijui manake atuletee vitabu wanavyovijua yeye, lakini vitabu vya Masuni kwa Mashia vilivyoandikwa vya tarikh vinavyozungumza vinatuambia kwamba Imam Ali aliishi zama za Abubakar, za Umar, za Uthman, na alishirikiana nao, na walipotaka msaada Imam Ali aliwapa msaada. Vitabu vinavyozungumza kwamba khalifa wa pili Umar alikisema kwamba kama sio Ali ningeliangamia mimi, manake pale ambapo alipokuwa na matatizo na shida Imam Ali akimsaidia. Tunajua maka, hata kama utasemaje, vitabu vyetu vinasema alipokuwa Uthman khalifa wa tatu katika matatizo yale ya kuwekewa kigaro na kauliwa, Imam Ali aliwatuma watoto wake Sayyida Shababi Ahlil Janna Al-Hasan wal-Hussein kwenda kumlinda. Haya, batria. Ala, kama kuna ubatria basi zungumzia basi imamu wako, huyo imamu wako unamsemaje? Kama haya si matusi ni nini maana yake? Unataka kusema nini? Unaona kwamba huyo mtu ilmu yake na maneno yake hayana misingi, Sheikh. Na nitakueleza Sheikh, mimi nimemsikiliza sana. Ndio. Yani mantiki ya huyo kijana basiti, yani mafi shay aslan, yani wakati mimi unamsikiliza vitu anavyo, ile istidlal zake unaangalia, unacheka, unasema min aina jaa hadha rajul, yani al-ghaba bil fil, yani hadha huwa Yasir Habib. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu hii ni mfano mmoja wa Imam Ali alayhi salam. Tuonyeshe wapi Imam Ali alayhi salam alikuwa akitoka akizungumza nyinyi ni mabakria. Ulipata wapi hiyo istilahi wewe? Njoo kwa Imamul Hasan, Imamul Hussein, tuonyeshe, tupe istidlali yani. Njoo kwa Imam Ali Zainul Abidin alivyoishi na Waislamu wengine ndani ya Madina. Hebu tuonyeshe alipokuwa akitoka akiwaambia watu bakri.
anta al-yawm tafal hakadha min aina wajadtahu, yani wewe leo unasema hivi uliyapata kwa nani? Manake hao ndio maimamu wa ahli albayt. Bali maimamu wa ahli albayt wametufundisha namna yani ya kuishi na waislamu wasokuwa na itikadi yetu, tuwe na uhusiano nao vizuri wakiwa wagonjwa tukawaone. Tunasema muda sio hautupi nafasi manake kuweza kutoa hizo dalili zote, lakini wakiwa wagonjwa nendeni mkawazuru, yani wakiwa wamefariki nendeni mfanye tashyi'u janaiz, yani muhudhurie, manake mswali pamoja na wao. Yani wao wanataka kutuambia kitu gani sasa hivi? Hii ndivyo wali maimamu wa ahli albayt wamefika mahala mashia kwa sababu ya kuuliwa na takia walikuwa wakiwaambia, manake muonekane tu kama vile wanavyoonekana waislamu wengine, kwa hivyo pasiwepo tofauti. Sasa wewe unataka kutuambia nini leo? Wewe unazungumza vitu ambavyo vinavyoleta fitna ndani ya umma huu. Sasa nataka tu kidogo shekhe nikusomee hadithi moja ambayo itakupa dakika moja tu shekhe. Naam. Sasa sijui kama hii dakika moja itatosha manake ni hadithi kidogo ilikuwa inahitaji kidogo nafasi ieleweke manake na umuhimu wake. Huyu ni al-Imam Ali Ridha alayhi salam, imamu wa 8 katika ahli albayt. Anaeleza na anaonyesha kwamba hizi mbinu za maadui wa umma zilikuwaje. Kwamba katika mambo anasema yabna abi Mahmud inna mukhalifina wadau akhbara fi fadhailina wajaluha ala 3 aqsam. Akanamwambia mmoja katika wafasi wake, akasema muda basi inshallah asante ungewaje tu watazamaji. Basi nafikiri kwa haya ambayo tuliyozungumza na tumeyapitia, nafikiri kila mmoja ameweza kufahamu vizuri ya kwamba huyu Yasir Habib na walokuwa nyuma yake na malengo ni kitu gani, ni kitu ambacho kiko wazi. Kwa hivyo tunahitaji sote kuwa makini, tusiweze kuingia katika mtego. Maana wanaokusudiwa hapa ni Waislamu, ni umma wa Kiislamu. Yani masuni kwa mashia tunategwa na mtego huu. Yani huku watu wawake moto, huku watu wawake moto, tuanze kupigana na wale maadui wa Uislamu, makafiri na hawa washirikina waweze kututawala. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Africa, ni kipindi cha Uislamu na Jamii nacho kimeweza kufika tamati kwa siku ya leo. Nilikuwa hapa na Sheikh Mulaba Swaleh tukitizama fitna, moto wa fitna na washo dhidi ya ulimwengu wa Kiislamu, na bila shaka utakuwa umemuelewa vizuri. Tumemzungumzia kwa muhtasari Yasir Habibi, lakini vile tumetizama baadhi ya mambo ambayo amekuwa akiachochea katika umma wa Kiislamu, na ujumbe wa shekhe ni mzuri sana kwamba tuweze kujihadhari, hususan kwa wale ambao ni maulama waweze kujihadhari kulipuka na wenyewe, bali waweze kutumia busara katika kuweza kuyaweka mambo hasa kujua lengo na dhamira za watu hawa na kina nani ambao wanawasha moto kama huu. Hatuna la ziada, nimshukuru Sheikh Mulaba Swaleh kuweza kushiriki nasi, na niwashukuru wale wote ambao wamechangia kipindi hiki kuweza kukamilika, hususan mpiga picha wetu bwana Piana na mwandaji wa vipindi hivi dada Sajida Rashidi. Mimi ni Hemedi Lubumba, na kuendelea kutazama BNTV Africa, kio cha bora kabisa cha madini. Kwaheri. Asante.